Hasa unaanza ukurasa mpya, na kama kwa mfano kuna mtu amesilimu leo, huyu atakuwa ni bora kuliko sisi ambao kwamba tulisilimu kabla yake, sababu yeye nukta hiyo wakati ambao alisilimu dhambi zake zote zimefutwa. Al-Islamu yahdim ma qabla, Uislamu inafuta yale ambayo kwamba yametangulia. Kwa hivyo mnabahati sana, yale ambayo kwamba tunafaa kufanya bidii tu ni yale ambayo kwamba imebaki katika umri yetu, ile sehemu katika umri yetu ambayo imebaki tuweze kuhifadhi inshallah taala. Na kusilimu si aibu, ama kubaki nyuma sio aibu, sababu masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam wote ni wa kusilimu, baadhi yao katika umri kubwa, wengine katika umri ndogo. Ni mujtamaa mzima kwa kupata uongofu katika maisha yao wakiwa watu wazima, na wakawa ni watu bora, wakasifiwa kwamba khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Hivyo qarni bora, watu ambao kwamba bora zaidi walikuwa wale watu ambao kwamba walisilimu katuo, wanaitwa masahaba, walipata suhbatu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo walikuwa ni watu bora sana. Kwa hivyo nanyi pia mnaweza kuwa watu bora vile vile, alhamdulillah. Kuna changamoto wakati unapoongea katika mfumo ambao kwamba huko amezoea. Wenda kawa labda jamii wataweza kukusukuma pale ambao kwamba ulizaliwa, nyumbani, familia ambao kwamba ulizaliwa unasukumwa. Kuna mtihani na msukosuko hapa na pale. Mambo kama haya ukipata, jaribu kusoma msukosuko ambao kwamba watu wengine ambao wametutangulia walipitia na vile wameweza kufaulu. Kwa mfano, soma kisa ya Bilal al-Habashi. Bilal ibn Rabah. Bilal unajua? Sikia Bilal. Msome kisa yake, ilienda namna gani Muafrika kutoka Habasha, alikuwa mtumwa. Basi wakati wa kusilimu kwake alipata shida sana, alipata taabu kubwa sana. Kuna wengine hata waliuawa, lakini wakawa na thabat katika imani yao. Kwa hivyo sisi imani yetu iwe ni kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala, na hii msukosuko kidogo kidogo hizo ya ulimwengu hizi isitubabaishe kabisa. Kuwe na thabat, tuwe na subra, tuweze Mwenyezi Mungu subhanahu ataweza kutuongoza inshallah taala. Nitakuja kuona ya kwamba hizi shida Mwenyezi Mungu atupatie bishara ya kwamba pale kuna shida yote kuna nafuu na khairi nyingi sana nyuma yake. Fa inna ma'al usri yusra. Kwa hivyo kuna yusri kubwa sana, kuna inshallah taala khafifu inshallah inakuja baada ya mazito ambayo kama tunapata. Uenda kawa labda mtapata msukosuko katika familia. Uenda kawa wewe mama umesilimu, mzee bado hajasilimu, mzee amesilimu, mama bado hajasilimu, watoto bado hawajasilimu, watoto wamesilimu, wazazi bado. Ni imtihani kubwa sana. Lakini kwa kadri ya imtihani ambayo kwamba tunayo, ndio Mwenyezi Mungu pia anatulipa. Tukiendelea kufanya bidii, kufanya da'wa kwao, sawa sawa, huenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweza kuongoza inshallah taala. Kwa hivyo mimi nawahusia kwamba tuwe na subra, na sisi ambao kwamba kama ni ndugu zenu ambao tumetangulia katika Uislamu, tutaweza kusimama na nyinyi inshallah taala. Na la muhimu zaidi, usiwe ya kwamba wewe ni Muislamu ya jina. Uislamu ni dini ya mafundisho, na kuna kitabu ya Qur'ani ambayo kwamba unafaa kusoma. Na aulawiyatu ya masomo, kwanza lazima uhakikisha kwamba masala ya tauhid na aqida lazima uthibitishe. Aqida yetu lazima tuweke sawa sawa. Kisha ibadat za siku zote ambazo tunazifanya kama swala, kama somo ambayo tunafunga, hizi masharia zake lazima tuweze kuelewa vizuri sana. Kwa hivyo na yale mengine kwamba basi ni akhlaq zetu na tabia zetu, vile tunaweza kutangamana na kuishi pamoja. Wasia mwisho, wewe kama umesilimu, Mwenyezi Mungu ndiye amekuongoza, na kwa ihsani yake imetuongoza, tunasema alhamdulillah. Sio kwa uwezo wetu wala kwa hila yetu. Kwa hivyo tunasema tunarudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuongoza. Na wale ambao kwamba walobaki, ndugu zetu ambao walibaki katika ambao kwamba bado si Waislamu na jamaa zetu bado, sisi kama Waislamu tunaendelea kuwatendea mwema, tunaendelea kuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwaongoza. Hatuwezi kuwakajeli kwa sababu ya kwamba wao wamebaki katika ukafiri ama katika ujahili. Tutaendelea kuombea, tutaendelea kutangamana na wao, tuonyeshe maneno mazuri na akhlaqi nzuri ya Uislamu lazima tuonyeshe
Hii ndio Uislamu wetu. Kwa mfano uko na wazazi wako, uko na watoto wako, katika masala ya ulimwengu tutasimama na wao. Mzee baba anahitaji usaidizi, simama na yeye, hata kuliko wakati ambao kwamba walikuwa si Muislamu. Sasa simama na wao. Marafiki zako ambao kwamba si Waislamu, sasa wewe ni Muislamu, uonyeshe ubora wa Uislamu kwa matendo yako. Simama na yeye. Naam, akona mazishi, akona shida, akona matatizo, simama na yeye. Atakuja kugundua ya kwamba kumbe Uislamu inalainisha nyoyo za watu. Hii ndio Uislamu. Mwenyezi Mungu anatuamrisha katika Qur'ani ni nini? Na kwamba wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Wasahibhuma, wazazi wako ambao kwamba si Waislamu, katika jambo la ulimwengu kuwa sahibu na wao, kuwa ndugu na rafiki na wao. Manake uwatekelezee yale yote ambayo kwamba mtoto anafaa kutekelezea mzazi wake. Haijalishi dini yake na akida yake ni nini, bado anabaki kuwa yeye ni mzazi wako. Kwa hayo nikome hapa inshallah. Asanteni sana, Allah atujalie kila khairi. Vile vile wacha nishukuru ya kwamba Iqra Atinka, hii ni Radio Iqra ndio ameandaa hii iftari hii program, na washukuru sana kwa khairi mingi ambayo mnafanyia jamii na mazuri mengi mnafanya, dawa ambayo kwamba mnapeleka kusimama na watu na kufahamisha hali za watu. Tunawashukuru sana, asanteni sana. Wa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Na shukrani sana, ameweza kuhudhuria nukta ambayo kusema kweli ni ya msingi sana. Pale ambapo tunapozingatia umshasilimu, fikiria ndio unapitia changamoto, lakini sio wewe peke yako, labda ama labda pana yule mtu ambaye ungependa tu kuweza kujua alipitia yapi mpaka akaweza kujinasua, kwa sababu yupo yule ambaye aliwahi silimu na kisha baada ya hapo akakuja kuwa shekhe mkubwa kwa kusoma tu kutokana na wale wengine ambao walisilimu kabla yake. Kwa hivyo unapopitia changamoto usione ndio mwisho wa maisha. Sana kuna watu ambao wamesilimu, na kama nilivyosema Sheikh kwamba kuna watu ambao huzaliwa katika ndani ya dini ya Uislamu, lakini kidogo ikawa dini ama ilmu, kwa sababu hawakuitafuta ilmu wakaja wakashindwa na watu ambao wamesilimu. Nimeambiwa kuna fursa ya swali, maswali mawili. Kama pana swali yoyote ambaye angependa kuuliza kwa mama zetu na kaka zetu. Maswali mawili. Naam. Mmoja ndio huyu. Naam Sheikh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema changamoto ambayo anapitia. Ngoja tumsikie. Naam. Hai. Tulisema wacha tuwape bonus moja. Naona mpe bonus moja, tuongeze kina mama moja kwa sababu wamekuja kwa wingi. Naam. Wa alaykum salaam. Hai. Sheikh, ule wa kwanza alikuwa anasema changamoto kubwa ambayo wanapitia wao kama wazazi, yeye kitambulisho chake bado jina si la Kiislamu, lakini watoto wote amewazaa ni Waislamu na majina ni Waislamu. Hasa wanakwenda kuchukua kitambulisho huambiwa si watoto wake wale, si mzazi aliowazaa, so wanapata tabu sana kwenye ID kwa sababu ya jina.
Bismillah, hilo swali kwanza, kuna namna unaweza kubadilisha jina kitambulisho chako. Kuna namna kisheria unaweza uweze kubadilisha jina lako, ukaeleza sababu za kubadilisha. Kwa hivyo ukipitia kwa ofisi ya Registrar of the Persons Registration, kitambulisho cha ID, ofisi hizo kuna njia ambayo kwamba unaweza kubadilisha jina lako. Mengine masala zingine za kidogo tu ya kusumbuana tu. Jina haimaanishi kwamba jina lako ambao kwamba iko. Hata sisi kama Waislamu tutakuwa na majina zingine ya tabu. Mtu anaitwa Taabu. Tunasikia hivyo. Shida, msumbuko, kitu kama hicho, majina kama hizo. Kwa hiyo majina kama hizo, kuna bana anaitwa sahaba anaitwa kwamba jina lake alikuwa wakati wa jahiliya anaitwa اسمه الشيخ ساق شو عمركم بكره زما صاحب الخيل، هذا صاحب الخيل يسمى صاحب الخير، اسمه كما زيد الخير او زيد الخير زيد الخير. Kwa hivyo huyu bwana anaitwa after the khail ni farasi, baba farasi, kitu kama hicho. Wao si farasi, kutoka baba ya khairi, kitu kama hicho. So majina kama hizo zinaweza kubadilishwa. Kadhi akatoa comment yake akasema kwa Chief Justice, asante sana kwa kutuwekea hii ifutari, lakini hii ni gestia nzuri, lakini sisi tunakuita katika Uislamu, karibu katika Uislamu. Kwa hivyo sisi tunaendelea kuvuta watu katika Uislamu kwa maneno na zaidi kwa vitendo. Sisi tuonekane kwamba sisi tuko watu sawa sawa, hatuna khayana, hatuna mambo ya kiupusupusi na chafu. Sisi ni watu ambao kwamba tuko sawa na tuko clean, sawa sawa, sio watu sawa sawa. Watu wakuone kwamba wewe umereform kabisa, si wewe unataka mama mama Zamzam, si yule zamani ulikuwa unataka nani. Usijali, wewe si Gladys tena, wewe ni mama Zamzam, umereform kabisa, umechange. Wenzako wote walikuwa wanakujua namna nyingine, sasa baada ya kusilimu wamekuona wewe ni umetransform. Hiyo ndio Uislamu, Islamu ya vitendo, sawa sawa. Si Uislamu wewe lakini bado ukikutana na watu wakikutana na wewe hata ile sio Muislamu asema a'udhu billahi minash rajim, huyu nini? Hapana, hiyo si Uislamu, Uislamu wa vitendo. Kwa hivyo ndio tunawatendea wazazi wetu, tuwatendee wema zaidi ili tuweze kuwavuta katika Uislamu. Wallahu a'lam. Watatu ameuliza, asema umesema mtu akiwa na shida akimbilie swala, aswali swala amuombe Mungu wake, lakini kuna dai mmoja amewaambia kwamba shida uswali rakaa 100. Mpate masomo pia kutoka walimu ambao kwamba wanaaminika, si kweli? Hiyo ndio usala. Hiyo ni shida ya kusoma kutoka mtandao. Zile mtandao walimu wako wengi sana, sawa sawa. Kila mzungumzaji wewe utasikiza, utapata shida. Kwa hivyo chagua mwalimu wani atakusomesha, sawa sawa. Kwa hivyo ukisoma kutoka walimu, huyo anamzungumza swali anatoka sehemu gani ya Kenya? Sio mwalimu huyo, naongea yule ameuliza swali. Unatoka sehemu gani ya Kenya? Ni wewe? Western Kenya. Tuko na walimu wengi kutoka Western Kenya, wasomi kabisa. In fact katika sehemu ambapo kwamba watu wamesilimu, hakuna sehemu ambapo kwamba hakuna walimu kama Western Kenya. Ni wasomi kabisa. Tuko na maprofesa sasa, kuna maprofesa katika mambo ya dini. Kwa hivyo walimu wako kwamba hiyo masala sidhani kama ni sahihi. Mimi si mufti, lakini masala ya kusema kwamba lazima mpaka uswali sala 100, hiyo ni kidogo sidhani kama ni la sawa. Dini yetu ni upesi, sawa sawa. Inna dina yusrun, dini yetu ni sahali, hakuna ugumu katika dini. Utasoma la yukallifu Allahu nafsa, si ndivyo? Swali kadri unaweza, na Mungu anajua unaweza ngapi. Na sala zetu pia si salatu mutlaq, unaswali tu, mambo yetu ni balance, si ndivyo? Ukisema utaswali sala 100 raka 100 kwa usiku ama kwa mchana kidogo, kuna shughuli zingine pia ambazo kama equally important, sio? Kuna ibada pia ni ibada, kuketi hapa hivi ni ibada,
Si kweli? Una balance. Kwa hivyo hii si sawa. Si sawa. La sawa ni ya kwamba inajulikana sala ngapi ya nafli ya faradhi ni ngapi unaswali, zinajulikana. Inajulikana. Ya sunna ni ngapi, usiku ni ngapi, zinajulikana. Mchana na usali ngapi pia zinajulikana. Kwa hivyo zile sunna inshallah taala wakati wote tunaweza kuswali, lakini zote ina utaratibu zake, kama kwamba walimu tukiweza kushikamana na walimu tutaweza kufahamu vizuri sana. Shukran lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Barakallahu fikum. Asante. Jazakallah khair. Sound engineer iko. 1 2 1 2. Assalamu alaykum, imeenda. One, two. Mike zimeenda kufungua. Mike zimeenda kufungua. Haya ndio mambo yenyewe kumtegemea mwanadamu, hivi vitu vya kutengenezwa. Pana tuambiwa tumtegemee Allah peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala. Pana hilo swala la swala 100. One, two. Akamkejeli, akakataa kumsaidia kwa kifupi. Sasa alipokataa kumsaidia, yule bwana akamwambia, angalia, kaa na mali yako nitakupigia raka ngapi? 2. Amwambia, wewe kaa na mali yako wewe raka 2 tu. Nakupigia raka 2 tu. Na mimi shida zangu zinakuisha. Na akapiga raka 2 kweli tu. Akaswali raka 2 akamwomba Mungu shida zake zikaisha. Mwingine alimdhulumu, alikuwa ni mwenye nguvu, akamdhulumu aliyekuwa dhaifu. Naam. Yule dhaifu aliyedhulumiwa akamwambia, wewe kiboko yako raka 2 tu wewe. Au si vije ya 3, 2 imekutosha. Na umekwisha. Kwa hivyo hizi raka 100 ndio hayo aliyosema shekhe, mambo ya kuwasikiza ustadhi. Kama tulitangulia na kile kisa cha kwanza hapa juzi, kuna mtu amvaa kanzu na kofia, akachukua simu akarekodi mtandaoni, akasema bana tarawih hakuna tarawih, hakuna swala tarawih. Mpaka Waislamu waliozaliwa kwenye Uislamu wakaingia kwenye shaka. Kuna watu walipiga masimu hapa studio wakauliza, tarawih ipo ama ipo? Siku yetu tulikuwa na Sheikh Mbarakawesi, asema bana, mmemwona shekhe bana tena mkubwa, kwa kuwa kanzu ni mpya na kofia, ampiga pasi kwa shekhe mkubwa. Sasa hao ndio tutahadhari nao sana. Naona huku kumerudi. Yani ukipata fursa ukipata fursa ya kuwa labda yani uko na shaka kuhusu dini, uliza wale ustadhi ambao wako katika makami ambayo huko. Mfano hapa msikitini tunao mashehe wetu wazuri ambao unaweza kuja mwenyewe tu uweze kuuliza. Kwa hivyo kwa sababu ya muda tutasonga mbele na nikamuite ustadhi Litome ili aweze kutupambia pia yale ambayo ametutengea. Ya bismillahirrahmanirrahim. Hakuna microphone? Sawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nawashukuru kwa kujibu kwa hiyo sauti. Kuna sehemu nilienda juzi, siwaambii ni wapi, unaamkua watu wana salamu alaikum, sauti hazitoki. Nikawauliza ni kwa nini? Kwa sababu ya saumu. Kwani saumu ni mzigo? Kwanza tunafaa kupeana pole kwa saumu ama hongera kwa saumu? Very good, mashallah, this is very good, I'm so happy. Saumu haikuja kutufanya tuwe weak, imetufanya tuwe strong, ama sivyo? Tuwe na nguvu na tufurahie. Kwanza kabisa nashukuru kwa hiki kikao, na tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuunganisha hapa. Halafu tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya Uislamu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza katika hii dini ambayo haina kabila ya mtu, na sisi sio Waislamu kwa sababu ya kabila letu. Ingekuwa dini ya Uislamu ni kwa sababu ya kabila, Abu Lahab alikuwa ni mjomba wa Mtume, ami yake, ndugu ya baba yake. Angekuwa mkubwa,
Angekuwa Mkikuyu tungeita Ithemuni ni kana Ithemunene. Angekuwa ni babake mkubwa ama babake mdogo, lakini alikuwa ni ndugu ya babake, lakini amekufa katika ukafiri. Ingekuwa dini ni kwa sababu ya Uarabu, Waarabu wote wangesilimu, lakini kuna Waarabu walikufa wakiwa katika ukafiri. Ni dini ya watu wote, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu nikiona baadhi ya watu ambao wamesilimu na Mwenyezi Mungu amewaongoza, wamekuwa ni wasomi wakubwa, nasema alhamdulillah, hii ni dini ya kweli. Huyu aliyesimama hapa nilipokuwa naingia ni mdogo wangu kwa umri, lakini mkubwa kwa masomo. Ni Dr. Salim Karari. Na mimi nafurahi sana anapobeba hilo jina Karari, nafurahi sana. Angeanza kujiita hapa Salim Muhammad Abdul Hamid, watu wangechanganyikiwa. Lakini amebaki na jina Salim Karari. Na kuna mwingine pale pia Ramadhani, jina lake la pili la Kikuyu amelihifadhi. Na hivyo ndivyo inavyotakikana. Kuna Aisha nani? Ustadha Aisha nani? Wangari. Kuna Aisha Wangari. Hivyo ndivyo inavyotakikana, kuonyesha kuwa hii dini ni ya watu wa makabila yote. Nataka kuwauliza swali na mnijibu pande zote mbili. Adam alayhi salam ndio mwanadamu wa kwanza, ama sivyo? Alikuwa kabila gani? Mtu mmoja inue mkono juu niambie kabila yake. Kabla tujaingia rangi yake, tunataka kujua kabila yake. Alikuwa kabila gani Adam? Hatujui. Sijauliza dini tafadhali. Sijauliza dini, nimeuliza kabila. Na nataka majibu kutoka huku, sio huku. Haya. Alikuwa kabila gani? Okay. Na ni muhimu tujue kabila lake. Is it important? Haya. Rangi, alikuwa rangi gani? Na usiniambia habari ya picha zile mnaona, mtaniambia nani alikuwa na kamera akampiga. Alijipiga selfie akatutumia. Hatujui rangi yake, ama sivyo? Very good. Kwa hivyo hatujui kabila, hatujui rangi yake, na hizi picha tunadanganywa nazo, sijui nani alipiga selfie hizo. Ni wao wanajua kule walitoa, ama sivyo? Haya, tunabakisha kitu kimoja sasa. Alikuwa dini gani? Na nataka majibu kutoka huku. Wao wako huku mbele, tafadhalini. Kwanza alikuwa na dini ama alikuwa hana dini? Hana dini. Kafiri, alikuwa ni kafiri. Adam alikuwa ni kafiri. Alikuwa anamjua Mwenyezi Mungu ama alikuwa hamjui Mwenyezi Mungu? Alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu ama alikuwa hamwabudu? Kwa hivyo alikuwa na dini, hakuwa na dini. Hello. Huko tumesema hakuwa na dini lakini anaabudu Mwenyezi Mungu. Haya, tuje huko. Adam alikuwa anamjua Mwenyezi Mungu ama alikuwa hamjui? Alikuwa anamwabudu ama hakumwabudu? Alikuwa na dini gani? Haya, hao wamesema Uislamu. Okay. Wacha tutatue hili tatizo. Kwanza tumekubaliana hakuwa mpagani. He was not a pagan. Hakuwa kafiri, alikuwa anamwabudu Mwenyezi Mungu. Tumekubaliana hapo. Lakini alifuata dini gani? Hapo ndio hatujapata jawabu. Sawa? Na je, nikija niseme alikuwa Mkristo, utanijibu nini? Nikisema alikuwa ni Mkristo, utanijibu nini? Mimi najua kuna watu wa muhadhara hapa, bingwa wa muhadhara yuko hapa leo, nyamaza tu, acha ijibiwe huko. Ramadhani Ramadhani Kuria, wewe leo usizungumze, ni watu wako, wanafunzi wako leo ndio wanazungumza. Okay? Tukisema alikuwa Mkristo, Ukristo wanaodai umeletwa na nani? Isa. Nani amezaliwa mbele, Adam ama Isa? Inawezekana Adam awe ni mfuasi wa Yesu. Kwa hivyo Ukristo umeanguka, ama sivyo? Hakuwa Mkristo. Tayib, na nikisema alikuwa Myahudi, utajibu nini? Wayahudi wanamfuata mtume yupi? Musa, si ndio? Very good. Musa na Adam, nani amezaliwa mbele? Inawezekana Adam amfuate Musa. Uyahudi umeanguka. Tumebaki na nini sasa? Bado ngoja.
Ukisema hivyo na mimi nikiwa Mkristo nitasema Uislamu umeletwa na Muhammad, although sio kweli. Uislamu umeanza tangu mwanzo, ama sivyo? Very good. Mnataka kujua dini yake ni ipi? Mtanipa nini nikiwaambia? Mungu atanizidishia. Haya, amin. Amin ya Rabbi. Adam, dini yake ilikuwa ni dini ya kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Alijisalimisha kwehea na kwengai. Hiyo ndio dini yake. Mmekubaliana na mimi? Mmekubaliana na mimi? Mwenye kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu anaitwa nani? Kwa hivyo dini ya Adam ilikuwa ni, tumekubaliana? Very good. Kwa hivyo tunashukuru kuwa tuko katika dini ya Adam, dini ya kujisalimisha kwa nani? Kwa Allah. Na nani ametuongoza kwa hiyo dini? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipenda sana ami yake awe Muislamu. Alikuwa na huzuni sana kumwona bado anaabudu masanamu, akatamani aingie katika Uislamu. Jamani, kama huko nyuma kuna mazungumzo, mwalimu akizungumza upenda watu wasikize tu tafadhalini. Mwenyezi Mungu akamwambia, wewe hutamuongoza umtakaye. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wewe hutamuongoza unayemtaka, Allah ndiye anamuongoza. Kwa hivyo sote hapa nani ametuongoza tukaingia katika Uislamu? Semeni alhamdulillah. Very good. Kwa hivyo na dini hii haina kabila, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, na kabla yake Mwenyezi Mungu anatuambia kutuonyesha hii dini na wanadamu Mwenyezi Mungu ndio amependa tuwe tofauti tofauti. Sura ya 49 inaitwa Suratul Hujurat, aya ya 13, Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayuhan nas, enyi watu. Hajasema enyi Waislamu, enyi watu wote, mpaka Trump anaingia ndani yake. Enyi, ama yesi mtu ameingia ndani yake. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumeomba kutokana na mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Huyo mwanaume ni nani? Sijasikia vizuri. Mwanaume huyo ni nani? Na huyo mwanamke ni nani? Walikuwa rangi gani? Hatujui. Very good. Lakini angalia uwezo wa Mwenyezi Mungu, waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Imagine hizi rangi zote, wa China, wazungu, wa Afrika, makabila yote yametokana na hao watu wawili, ama sivyo? Waja'alnakum shu'uban wa qabaila. Wale ambao ni Wakikuyu hapa ni watoto wa Adam ama si wa Adam? Wajaluo, Waluya, Wamasai, sote ni wa Adam, ama sivyo? Lakini rangi mbalimbali, si bahati mbaya, ni Mungu alipanga hivyo. Akasema litaarafu, ndio mjuane, huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mjaluo, huyu ni Mchina anatujengea barabara, huyu ni Trump, ni mzungu, ili kujuana. Lakini ni upi bora? Ni kabila gani? Kenya ni kabila gani bora kuliko zingine? Ni kabila gani bora? Upande unataka kusikia bora kuliko nyingine? Sijasema dini, kabila. Ni kabila gani bora kuliko zote? Huyo anasema Mluya ni Mluya huyo. Ukiuliza Mkikuyu naye atasema neidhwe ando amurema, ama sivyo? Na ukiuliza Masai utasema ni sisi, hata Nairobi ni yetu zamani, ama sivyo? Ukienda Coast atasema sisi pwani, sisi ndio bora kuliko wengine. Msomali atasema mimi Msomali ndio bora. Mwarabu atasema mimi Mwarabu ndio bora, ama sivyo? Muhindi atasema mimi ndio bora, huoni nywele zangu zimeteleza. Mwenyezi Mungu akafunga hiyo chapter, akasema inna akramakum inda Allahi atqakum. Aliye bora mbele ya Mwenyezi Mungu ni nani? Ni yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo usiniletee na kabila lako, ati mimi kabila yangu. Unatuona sisi kabila yetu, hakuna kabila bora kuliko. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alijua kuna watu watajifakhirisha kwa kabila zao au rangi zao. Na hapo akina mama nitakuja kuwauliza kama Uislamu nakubali mtu kubadilisha rangi yake. Ngojeni mtaniambia baadaye kidogo rangi yake. Mtume akasema la fadla lil arabiyyin ala al ajami,
Hakuna ubora wa Mwarabu juu ya asiyekuwa Mwarabu. Alafu angesimamia hapo, watu ambao si Waarabu wangejifikiri wao ni bora, wakaambiwa wala lilajami ala alarabi. Na hata pia asiyekuwa Mwarabu hana ubora juu ya Mwarabu. Kullukum min Adam, nyote mmetokana na Adam, na Adam ametokana na nini? Ametokana na very good. Kwa hivyo story ya mtu kujihisi yeye ni bora kuliko wengine, hiyo story imeishia hapo. Very good. Haya, watu weusi, unaona nani aliwaumba? Nani aliwaumba watu weusi na weupe na wale wa yellow? Unaona rangi nyeusi ni bahati mbaya ama ni mipango ya Mwenyezi Mungu? Sasa kwa nini watu wanajibleach basi? Unabadilisha kwa nini? Si unaona hapo ni kupigana na mipango ya Mwenyezi Mungu. Ndio sababu Uislamu umekataa nini? Mtu kujibadilisha rangi yake, ama sivyo? Are you not proud of your color? You should be proud of your color, ama sivyo? Na nywele ngumu ngumu, nani alipeana? Halo, nani alipeana nywele ngumu ngumu? Kuna makosa, unaona ni accident ama ni mipango ya Mwenyezi Mungu? Kama Mungu amekupatia steel wool, kaa nayo. Acha kuvaa nywele za kubandika bandika, ama sivyo? Kina mama, ni haramu kuvaa nywele za kubandika lakini kuzipaka mafuta na kuzinyorosha vizuri, alafu uzifunike vizuri, hakuna shida. Shida ni kwenda kuvaa nywele za watu walikufa. Nywele za makaratasi kichwani ni haramu, tumekatazwa. Wewe kubali ile nywele Mungu alikupatia, sawa? Na huyo anakupenda, acha akupende na hizo nywele zako. Kama ni steel wool, ni steel wool, sawa? Unanyorosha nyorosha. Na rangi, si amekupenda na rangi yako hiyo hiyo, tubaki na hiyo rangi. Very good. Kwa sababu tunazungumzia habari ya watu wa kusilimu, acha niwaambie. Okay, mimi sikusilimu na sikuzaliwa katika Uislamu. Sikusilimu na sikuzaliwa katika Uislamu. Wazazi walisilimu nikiwa mdogo, kwa hivyo nikafuata. Nataka kuambia kitu kimoja. Mtu anaposilimu kwanza, haina maana kuwa wewe umetoka kwa kabila ile ulikuwako. Na ndio sababu I'm very proud of Kuria. Bado yeye hata ukimsalimia karibu atalete version ya kusalimiana na Kikuyu tu. Hata asalamu alaikum, baada ya kusema asalamu alaikum, ngado dhayo wangayo corona. He's very proud Kikuyu Muslim scholar Kuria. Karari siku moja ndugu yake alifariki. Kuna ndugu yake mmoja alianguka kutoka kwenye mti akafa. Tukakubaliwa kwenda kumzika kwao shambani. Wakristo wakajazana pale tukizika. Salim akasimama anataka kuzungumza Kiswahili, nikamwambia hakuna ruhusa kuzungumza Kiswahili hapa. Tunajua wewe unasomea Saudia, unajua Kiarabu, unazungumza Kiswahili, Kizungu utazungumza Kikuyu. Oko mariria na Gikuyu mode. Ama sivyo Salim? The message is this. Baada ya wewe kuwa Muislamu, haina maana you don't belong to your tribe. You still belong to your tribe. Ama sivyo? Mimi am still a Masai. Bado ni Masai tu hata nikiwa hivi. Na si accident, ni Mungu aliniumba hivyo. Ama sivyo? Ama alikosea Mwenyezi Mungu? Wewe ambaye ni Mkikuyu, Mwenyezi Mungu alikosea? Wewe Mjaluo, Mwenyezi Mungu amekosea? Majina yako yabaki hivyo hivyo, lakini pata jina la Kiislamu. Kitu kingine ambacho nataka kuambia, naweza kuwapigia story nyingi lakini wacha nimalize haraka. Usikate kizazi chako kwa sababu wewe ni Muislamu. Na nitawapa kisa cha mmoja katika sahabiyat. Sahaba ni mtu ambaye alimuona mtume na akamwamini. Sasa nazungumzia sahabia wa kike, binti ya Abu Bakar. Abu Bakar ni yule kiongozi alichukua uongozi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufa. Binti yake mmoja Aisha radhiallahu anha alikuwa ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna binti yake mdogo anaitwa Asma binti Abi Bakar radhiallahu anhuma. Asma mama yake ni mwingine, hakusilimu, anaitwa Qutailatu bintu Abdul Uzza. Hakusilimu. Baba akamwacha Maka, wakafanya hijra wakaenda Madina. Mama ni mama tu, akatamani kumtembelea binti yake. Akaja na zawadi, zabibu na vitu vingine, anataka kumuona. Bado ni kafira, anaabudu masanamu. Binti yake ni Muislamu.
Asma akawa na wasiwasi, vipi nitamkubalia huyu anitembelee na ni kafiri? Vipi nitakubali zawadi kutoka kwake? Akaenda kuomba ushauri. Na wewe pia, ikiwa kuna jambo la Uislamu hujui, tafuta ushauri. Na usitafute ushauri kwa mtu kwa sababu tu amevaa kanzu, anaweza kukwambia uswali rakaa 1000 hapa. Tafuta mtu ambaye amesoma vizuri. Nasikia? Akaenda kwa dadake Aisha akamwambia, niulizie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimpokee mamangu au nipokee zawadi kutoka kwake au nikatae? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha, akasema, swili ummaki, swili ummaki, unga kizazi na mama yako, unga kizazi na mama yako. Ikateremka aya itasomwa mpaka siku ya Kiyama kuhusu hicho kisa, na ndio wewe na mimi tunafaa kuwa hivyo. Aya katika suratul Mumtahana inasema, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Ni tafasiri. Mwenyezi Mungu anatuambia, hakika Mwenyezi Mungu hajawazuieni nyinyi kwa wale ambao hawana vita na nyinyi katika dini. Mama yako hapigani na wewe kwa sababu ya dini. Walam yukhrijukum min diyarikum, hajawafurusha kutoka kwenye makazi yenu. Antabarruhum, watendeeni wema. Tuwatendee wema. Hawana vita na sisi katika dini, hawajatufurusha katika makazi yetu. Lazima tuunge kizazi na tuwafanyie wema. Mwenyezi Mungu anapenda wenye kufanyia watu wema. Kwa hivyo, kwa kuwa mtu amekuwa Muislamu, usikate kizazi, waonyeshe uzuri wa Uislamu. Wacha waone tofauti, na akikuuliza mwambie hii ndio dini yangu inasema hivyo. Kwa sababu kuna watu wa kisilimu anakata mpaka anaita hao makafiri. Kuna kijana alisilimu siku moja, namuuliza habari ya babako, hao makafiri sijui vile walivyo. La haula wala quwata illa billah. Ukishasilimu, yeye ni mzazi wako ama si mzazi wako? Ndani ya Qur'ani tunaambiwa, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, kana wao hapa duniani. Mwisho kabisa, najua katika mitihani ambao mnapitia, kwa sababu hata mimi nilipitia, kuna tofauti ya Uislamu na Waislamu. Kuna tofauti ya nini na nini? Rudieni tena, tofauti ya Waislamu ni wafuasi wa dini ya Uislamu. Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu, sawa? Mara nyingine na najua inatokea, labda Muislamu fulani amekumistreat, amekufanyia vibaya, labda amekufanyia madharau, amekutukana, na ukiwauliza hawa wote hakuna ambaye hajapitia mtihani. Na huu mtihani hautokani na Uislamu, ni Muislamu. Tafadhali na kuomba, usiuchukie Uislamu kwa sababu ya Muislamu, kwa sababu kuna Waislamu walevi, ama sivyo? Uislamu umemfundisha kulewa, kwa hivyo huo si mfano mzuri. Kuna Waislamu ambao hawafuati dini, kuna Waislamu anakwenda kinyume na dini. Kwa hivyo usiuhukumu Uislamu kwa kumtizama Muislamu, uhukumu Uislamu kwa mafunzo yake. Na ndio sababu hii ni dini ya kusoma, ya kujifundisha, na hakuna mipaka ya kusoma. Tusomeni ndio tuweze. Hii dini huwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu bila kusoma. Na alhamdulillah, ni wakati ambao Qur'ani imetafsiriwa kwa lugha mbalimbali, imefasiriwa, vitabu vimeandikwa, kuna mitandao, kuna mashekh, kuna idhaa kama Iqra imefundisha watu wengi sana. Tangu ilipoanza watu wanapiga simu wanajifundisha. Jifundishe dini ya Kiislamu, na pia ujue ni dini ya tabia. Ni tabia, isiwe tabia yangu kabla sijawa Muislamu na baada ya kuwa Muislamu hakuna tofauti. Ni lazima kuwe na tofauti ya tabia, kwa sababu hii ni dini ya akhlaq, ni dini ya tabia. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuongoza katika hii dini ambayo ni nidhamu kamili ya maisha. Mitihani itakayokupata, fanya subra, lazima tufanye subira,
na mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kutufundisha subra. Hii kungoja kukaa na njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni, si lazima subra? Inahitaji subra ama hahitaji subra? Kwa hivyo fanya subra hata ukipata mitihani, kwa sababu umekuwa Muislamu. Subiri, mwachie Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Kwa hivyo huo ndio ujumbe wangu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi katika safari yetu katika Uislamu. Semeni amin. Amin. Yule mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amuondolee. Mwenye maradhi Mwenyezi Mungu ampe shifa. Wale ambao hawana waume Mwenyezi Mungu awape waume wa kheri. Na wale ambao hawana wake Mwenyezi Mungu awape wake wa kheri. Wale ambao hawana ilmu Mwenyezi Mungu awape ilmu ya kuwafaa hapa duniani na kesho akhira. Wale ambao hawana mapato Mwenyezi Mungu awasahalishie mapato ya halali. Mwenyezi Mungu atupe mema hapa duniani na mema kesho akhira, na atuepushe na adhabu ya kaburini. Mwenyezi Mungu tunaomba ndugu zetu ambao hivi sasa wanadhulumiwa na mataifa makubwa makubwa, Mwenyezi Mungu awanusuru. Mwenyezi Mungu awanusuru ndugu zetu Palestine. Mwenyezi Mungu awanusuru ndugu zetu kule Gaza. Mwenyezi Mungu awanusuru Waislamu mahala popote ambapo wanadhulumiwa. Mwenyezi Mungu vile alivyomwangamiza Firauni awangamize mafirauni wa ulimwengu huu hivi sasa. Mwenyezi Mungu apatie Uislamu ushindi ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thayo wa mwathani ukorwo na inyuothe. Simjibu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah. Naam. Unajua nini? Pana kitu moja hapa nimeweza kujifunza pale, yani pale ambapo shekhe yani ametoa dua sana, akafika pale kwa wake na akasema ana wanawake. Nimeona ndugu yangu ako na mke lakini bado pia amesema amin kwa sauti ya juu akicheka. Hiyo ndio katika dua ambazo zinapendwa. Basi hiyo mashallah. Haya. Tutaruhusu maswali mawili tu kwa Sheikh. Moja huku moja kwa sababu Sheikh ana haraka sana, lakini pia katika kutabaru Sheikh ameelezea na sisi si wasomi si mashekhe, lakini tunapata kuibaiba kutoka kwa zile darasa zao. Amezungumza swala hili la Waislamu na kutoka Waislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituletea hii nuru ambayo leo mmeipata. Yeye mwenyewe alilelewa na mtu ambaye si Muislamu na ni damu yake, ni damu yake kabisa. Na alitamani sana mtume yule bwana awe Muislamu, na akaenda naye mpaka dakika ya mwisho, mpaka akateremshiwa aya. Mwenyezi Mungu akamwambia innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kwa hivyo hilo ni moja. Mbili, Mtume sallallahu alaihi wasallam wake zake huyo na Khadija huyo ambaye ummul mu'minin akimwoa hakuwa Muislamu. Manake tuambiwa wa awwalu man aslama, mtu wa kwanza kuislimu, mtu wa kwanza kuislimu baada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kutumwa ni nani? Na Khadija. Kwa hiyo aliolewa akiwa si Muislamu, na wako wake wengine aliwaoa si Waislamu, wengine walikuwa ni Mayahudi na wengine walikuwa ni Manaswara. Lakini hiyo ni hatuwezi kuingia sana kwa sababu yeye mtume kuoa huwa ni amri kutoka kwa Allah. Ashaambiwa nenda kamuoe fulani pale. Haya, bismillah. Swali upande huu wa huku.
tutawapa bonus, lakini kwa sababu mkuja wengi mashallah. Sasa unajua kuna mengine hata sitajibu. Kama hii nani alisimamia nikaha ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kwanza ami yake Abu Talib alikuwa pale na wengine, Salim Karari na wengine watajibu details. Naam, Habsha atajibu. Haya, hii mambo ya mke ambaye hajasilimu, wewe umesilimu, yeye hajasilimu. Je, akikupikia chakula saumu yako inaathirika vipi? Kwanza sijui kama mmenotice Ustadh Kuria, vijana wengi hufunga nikah kabla tu ya Ramadhani, anakaa kamwiste ambao ni haramu. Ramadhani kikaribia wanafunga nikah. Ukiuliza ni kwa nini, ati ndio akinipikia uji ya Ramadhani ikubalike. Yani muhimu ni Ramadhani ama ni watu kutozini? Kwa hivyo sawa ni watu waingie katika ndoa ya kisawasawa, na sio kwa sababu ya Ramadhani, kwa sababu ya wakati wowote ule. Sasa tuje hapa, umesilimu, Mwenyezi Mungu amekuongoza umesilimu, mke wako bado hajasilimu, akikupikia chakula, bora chakula kiwe ni halali. Nataka kuuliza hivi, ukienda kwenye hoteli ya mtu ambaye si Muislamu, ununue chakula ambacho ni halali, ukikila hicho chakula saumu yako imeharibika? Bora chakula kiwe ni halali. Lakini kuna kile ambacho Mwenyezi Mungu angependa zaidi, kwa sababu wewe umeingia katika Uislamu, vizuri ni nyote wawili muingie katika Uislamu, msiwe na uhusiano ambao unashaka. Kuna watu wengine wanasema kwa vile Qur'ani imetukubalia kuoa Wakristo, watu wamechukulia kuwa naweza kufanya hivyo. Nataka kuuliza hivi, ukikaa naye pale nyumbani amue anaweka mti wa Christmas siku ya Christmas, utamzuia? Atakuwekea mti wa Christmas. Jumapili anabeba mtoto wako anaitwa Abdurrahman, anaenda naye kanisani huko ku praise the Lord, utamzuia? Kwa hivyo mtoto wako Ramadhani atakuwa na praise the Lord huko kanisani. The best thing ni kutoa. Na akiamua anataka kula nyama ya nguruwe, utabusiwa na midomo imekula nyama ya nguruwe. Yes, kwa sababu atakula nyama ya nguruwe na atakuja atakupa hiyo midomo wewe. So the best thing actually ni uishi na Muislamu mwenzako, jaribu kumshawishi mwenzako, kumconvince mwenzako, kumzungumzia vizuri ili aweze kukufuata. Najua kuna wanawake wengine wana matatizo makubwa sana, amesilimu mume hajasilimu. Kama sasa nina mmoja, sitaki kusema ni kutoka wapi, mnaweza kumjua. Yeye amesilimu, mume bado hajasilimu. Mume amesema weka na dini yako, lakum dinukum, na mimi nina dini yangu. Sasa hapa kwanza unashindwa, wakikutana, je, kile kitendo kinakubalika Kiislamu? Hakikubaliki. Kwa hivyo kuna uzito sana hapa. Kwa hivyo vizuri ni watu wajaribu kuzungumza, na unamshawishi mwenzako kwa njia nzuri, kwa hekima, aweze kukufuata, nyote muwe katika Uislamu, ndivyo inaweza kuwa sawa. Kwa hivyo wewe mwenye kufunga nikaha kwa sababu ya kupikiwa uji, funga nikaha kwa sababu ya kuogopa zina, sio kufunga nikaha kwa sababu ya uji wa Ramadhani. Uji unaweza hata kununua mahali popote, hata umepikwa na mtu mushrik, lakini madamu ni uji wa halali utakunywa, madamu ni chakula cha halali utakula. Kwa hivyo sana tuangalieni uhusiano ambao unamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo nani alikuwa shahidi katika nikaha ya Mtume? Dr. Salim Karari na wenzako, unaweza kutufanyia hiyo insha Allah. Okay, inshallah. Wanawake mtatuia radhi kidogo kwa sababu ya dharura, lakini tupate kwa mukhtasar jibu la ndoa ya Khadija na Mtume sallallahu alaihi wasallam kidogo, kisha tuendelee kwa haraka upesi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anafahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapotaka kuoa yasema tu yule ni mke wangu, hakuna kumjia yeye nikao. Kwa kokote pale anapokwenda, akiwa ameamua leo amependa mahali fulani na yataka kuoa, basi yeye ndo amri, akishasema ndio ishakuwa mke wake, hakuna nikao. Hiyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu kwa pengine kwa kufafanua
ndoa za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni amri kutoka kwa Allah. Mwenyezi Mungu ndio humtuma akamwambia nenda ukamoe mwanamke fulani. Ama swala la Khadija ukisoma katika sera, na by the way haina mahari. Ndoa za Mtume hazikuwa na mahari zote. Lakini kwa Nana Khadija yeye kwa mujibu wa sera, yeye ndiye alimpenda Rasul sallallahu alaihi wasallam kutokana na sifa zake za uaminifu na kazi yake alivyokuwa akifanya, kwa sababu Rasul aliandikwa kazi na Nana Khadija. Sasa ile kazi ilipokuwa ya shamiri, ndio Nana Khadija akampenda. Ndio yeye ndo alituma posa, by the way. Yeye ndo alimpenda Mtume na akasema atakakuolewa na Mtume, lakini na Mtume naye akapewa ijaza na nani? Na Allah. Na Mtume alikuwa hatoi mahari. Mwenyezi Mungu ndo alikuwa, na hakuna nikaha. Anayesimamia nikaha hakuna. Na Nana Khadija alikuwa ni mke mkuu. Na mke mkuu hakutakani wali. By the way, babake alikuwa hai, Mzee Khuwaila, na kuna mjombake yule ambaye yuko sana katika sera, yule ndiye aliyemtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadhani watu wa dini ya haki watakuwa wanaijua. Kulikuwa na mjombake ambaye Nana Khadija walikuwa ni Mayahudi. Mjombake ndiye aliyemtambua Mtume kwamba huyu ndiye yule Mtume tuliyemsoma katika Injili kwa zile dalili zile. Kwa hivyo alikuwa na wazee, na kama tulivyosema ndoa ya Mtume haina mahari na ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu aalam. Haya, Alhabib, naona kuna mazuri hapa yanaendelea. Pana mengi. Yani pana mengi mazuri, alafu na pia kuhusu hilo swala la ndoa. Yani njua kuhusu yani kama mtu uko na nia ya kujua mengi kuhusu hilo, ni vyema uchukue muda mzuri, kwa sababu yani ni sera kubwa ambayo inafaa mtu uchukue muda sana. Hawezi sema tu hapa Tanzania kuzungumzia leo kuhusu ndoa za Mtume alafu tumalize. Alafu na kisha pia hatuwezi tukajifananisha tukasema pia mimi nataka nioe kama yeye. Yeye ilikuwa ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Katika moja ya ndoa zake kumwoa Ummu Salama kulikuwa na kizaazaa kikubwa. Amri ilikuja kutoka kwa Allah, akaambiwa nenda Muhammad ukamuoe Ummu Salama ambaye alikuwa ni mjane wa Abu Salama ambaye ni sahaba. Alipofuatwa akaambiwa kwamba hapa kuna amri. Ummu Salama alikataa kwanza. Alisema, manake alikuwa akisema siwezi kupata mume kama Abu Salama, siwezi. Hiyo ndio ilikuwa challenge aliyotoa, siwezi, kwa jinsi Abu Salama alivyokuwa mwema kwake. Lakini Mwenyezi Mungu kumuonyesha kwamba kuna kiumbe bora zaidi ya Abu Salama, ndio akamlekeza Mtume. Lakini alikataa. Na akakataa. Mtume akamwambia ni amri na lazima nikuoe kwa sababu Allah ameamrisha. Sasa baada ya kwenye ndoa ndio akafahamu, akasema nilikuwa nimekosea, kumbe kuna mtu ambaye ni bora kuliko Abu Salama. Na kwa sababu ya wakati wazungumzaji wetu hivi sasa tutaenda nanyi nado. Na hizo zote wametaja ni hususia nabii, zilikuwa ni husus kwa Mtume Allahumma salli mubarak alayhi kuliko kwa wengine. Kwa hivyo usiende ukasema na mimi pia kama Mtume nitaoa. Ati Shabani nasema pia mimi kama Mtume. Jamani ni wewe. Kwa hivyo kwa sababu ya muda basi, na kwa jinsi ambavyo tunajaribu kupeleka masaa, nitamuita Ummi wa Bomba na nitampa dakika 5 tu aweze kutupatia mawili matatu. Na ni dakika 5. Ukifika tu kwenye kwanza, sasa hivi shaitwa, tunaanza kuhesabu wale wazungumzaji wetu hivi sasa. Utakayeitwa tunakuhesabu. Sasa kuna matatizo ya problem hapa. Anyway, hapa jaribika neno, atashika maiki 2. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu, mtaniwia radhi, tunajaribu kufuata etiquette kidogo. I'm more comfortable kuongea na wanawake hii side, ndio maana nimesema mnialau niongee huko. Kwa majina naitwa Ummi wa Bomba. I've been given 5 minutes. I don't know what I can say in 5 minutes. But mimi ni mtu nimesilimu alhamdulillah in January. Nilimaliza 20 years in Islam. I've been a Muslim for 20 years. So I'm saying that to encourage you. Because najua kuna watu hapa maybe wamesilimu just a few months, a few days.
tulikuwa kama wewe. Kuna siku nilichukua shahada and I was an hour in Islam, but alhamdulillah now I'm 20 years in Islam and still counting. Mwenyezi Mungu aturahisishie. In the 5 minutes, I think one of the challenges the sheikhs have mentioned is my family is still not Muslim. Hakuna mtu amenifuata bado, but hidayah ni ya Mwenyezi Mungu, sio? Hata Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam familia yake yote hawakumfuata. So that's what keeps us going. But what the sheikh said, what I can advise you, please be the best version of a Muslim that they will ever encounter. Sawa? Wewe ndio kuwe Muislamu mwenye familia yako will refer to when they are thinking about Islam. I'll use my example. Nyumbani, wakisikia kitu chochote about Islam, huwa anasema hapana, hebu uliza Umi kwanza, hiyo ni ukweli ama si ukweli? Sio? Because it means first, vile masheha walituambia, you have to go and learn Islam. Islam haina shortcut. Lazima uende ufanye classes za rivers. Mimi nikisilimu, those are 20 years back, Jamia in town, they have rivers classes. Nilifanya classes za Islam for 2 years. I stopped everything. Of course, I was working then, but nilienda classes za weekend. On Saturday, kama leo, nikimaliza tu kazi, and I was working on Saturday. Nikimaliza dhuhur, mbio paka Jamia. 2 to 4 on Saturdays. And then on Sunday, 9 to 4. For 2 good years. So niliambia my family mambo mengi sasa sitakuwa. Sijui harusi, sijui tunaenda wapi, I will not be there. Yes, mambo ya matanga na ugonjwa, that one you cannot excuse yourself. But that commitment to learn Islam for 2 good years, inakupatia foundation, inakupatia confidence. When I start talking about Islam to my non-Muslim family, they don't want me to stop. Why? Because I'm speaking from a place of knowledge. I'm not speaking emotionally. Na vile mashehe wametuambia kama umesoma dini, ukienda nyumbani, even your words, you know, how you refer to your family, utajua vile unawaambia. Wezi enda home unaambia watu kafiri nyinyi. You can't. Wezi enda nyumbani ukasema acha kule yenye mmepikwa mimi siwezi kula because nyinyi ni watu mmepotea. You can't. Unawaongelesha kwa uzuri. What I do, and maybe to finish, the minutes are very few. When I'm talking to my family about Islam, I like using what we have in common, then I will explain what where we depart. So me wanza na story ya, see, I was Catholic, my family is Catholic till today. Me wanza na story ya Maryam ama Isa alayhi salam. Yesu, sio? Kama ni Christmas, I'm at home. Wanasema oh Yesu amezaliwa sijui nini. Nawaambia mnajua nyinyi mnaanza na Yesu kuzaliwa tu. Wacha mimi niwaambie Uislamu. Uislamu hata uanzi na Yesu. Uislamu unaanza na mama yake, hata si mama yake. Uislamu unaanza na shosho yake. Islam explains the grandmother of Isa. Anaitwa nani? Wenye tumesoma? Alikuwa anaitwaje? Kwa sura gani kwa Quran? And the chapter in the Quran, Imran, kama tujasoma, please find time and read about it. Because when you read Surah Imran na usome Surah Maryam, you'll be very knowledgeable ukikaa na watu wenzako wenye si Waislamu, wenye ni Wakristo. So nawaambia shosho yake aliomba dua akasema Mwenyezi Mungu niko na mtoto na huyu mtoto I'll dedicate this child to serve you. Sio? Alifikiria atazaa mvulana. Akizaa kumbe amezaa nani? Akizaa ni mwanamke na anaitwaje? Maryam, sio? Sasa the miracles, I'm explaining to my family who are not Muslims. Sawa? Nawaambia sasa grandmother ametoa dua, Mwenyezi Mungu amemjibu, lakini hajampatia mvulana, amempatia nani? Msichana. Huyo msichana ndio Maryam. Okay. Catholics, they respect Mary. Paka wako inaitwa the Legion of Mary, sio? So wananiambia, oh kumbe nyinyi pia mnaheshimu Maryam. Ambia yes. There's even a chapter you soma dini, have the knowledge. When you engage with your family or your friends, you start from vitu zenye mnaelewana. Alafu una throw in a question. So they will still come and ask you, oh ulikuwa unasemaje ati Yesu aliongea kama mtoto? You see now I've created interest. So sasa ananisikiza.
It doesn't matter whether atasilimu ama atasilimu, but nimeingiza a thought in their mind. Aanze kufikiria kumbe Uislamu inaongea about Yesu. So the stories are many, but my encouragement is, if nothing else, enroll for classes. Penye huko kama kuna msikiti, kuna classes inaendelea, soma. Ukisoma, utaweza kusimama mbele ya watu, utaweza tetea hii dini na utakosea mtu yoyote. Because sometimes, and this happens a bit with some of us wenye tumelelewa kwa dini ya Uislamu, unaweza kuja with very strong language, then you offend the other person. Sio? Ukikuja uambie mtu ni kafiri, atakusikiza. So what I tell people, jina kafiri just means you are an unbeliever. Si ndio? So if I say my family is Catholic, na wauliza kama mimi si Mkatoliki mnaniitaje? Si mnasema sijaamini dini yenu. Mnasema I'm an unbeliever because I'm not a Catholic, nyinyi ni Wakatoliki. Sasa pia mimi nikikuita kafiri kwa Uislamu, it's just a language, inamaanisha hujafata dini ya Kiislamu, lakini si matusi. So I think in those short words, I hope I've said something yenye mtu anaweza beba imsaidia maishani. We are still around, maybe just Al-Huda Mosque, allow me. There's a program we run, inaitwa Embrace. Embrace is a program we've put together, a number of us who are Muslim sisters wenye tumesilimu. We want to activate such gatherings in mosques. Hatutaki inafanywa Ramadan and then we disappear for the next 12 months, tunarudi Ramadan, na watu tutakuwa tumewapeleka wapi? So what we are doing is we want every mosque to have such gatherings. We call them coffee meetups. Very general discussions za watu wenye wamesilimu. Unakuja unasema story yako. Kuna mtu hapa amesema unaamka asubuhi unasema leo sijisikii kuswali. Ama leo hii hijab imenibo sana, sitaki kuvaa. Ama your mother has said a very nasty statement and you're very upset. Utapigia nani simu? So when we have those gatherings, we want you to have someone mwenye unaweza pigia simu useme leo I need this help, I need this guidance. So tumeanza, tuko Jamia in town. We have Embraces in Jamia, Embraces on Adams, Ngong Road, in Parklands, in Darul Arkam, in Kileleshwa, in Feather. So inshallah we'll see whether we can activate up in South B, up Al-Huda, and maybe somewhere in South C. And inshallah in as many mosques as possible, so that wherever you are, you feel comfortable, you know you have a support network. Unaweza enda ukasikiza darsas, unaweza enda kuongea na wenzako wenye wamesilimu. Sawa? So inshallah we'll see what will happen about Al-Huda Mosque, but we hope this is not the first or the last. We hope there'll be many like this. Asanteni. Assalamu alaikum. Alafu na pia mimi nani hapo. Naam. Mashallah, shukran sana ukhti Umi, sio? Sijui kwa nini sikulishika hilo jina, na mimi nina dadangu aitwa Umi. Mungu anirahamu. Tuna shekhe letu kipenzi chetu, mashallah, huwa hakosi. Mwaka jana tulikuwa naye hapa na miaka yote ya nyuma, lakini leo ana dharura ambayo hakuweza kuiepuka. Hiyo hakuweza kuwa nasi, lakini ana mwakilishi wake, na si mwingine ni Fadilatu Sheikh Mbarak Awes hafidhahullah. Atawakilishwa na al-Ustadh Eid Musiemi. Falyatafadhal al-Ustadh. Alafu Eid anapomwakilisha Sheikh letu Fadilatu Sheikh Ramadhan Kuria, ukae tayari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ustadhi ndiye ni bosi wangu, lakini upande wa TV. Kwa hivyo katika upande wa TV sisemi kwa namwakilisha, ni kwa mimi nafanya jukumu langu. Alafu inshallah pengine ikiwa kauli itakuwa imeafikiana na shughuli zake, alhamdulillah itakuwa ni kama wakala, lakini wacha niangalie nililopangiwa katika siku hii ya leo. Jina langu ni Idi Musiemi na mimi ndio msimamizi wa Al-Huda TV.
kwa wale wapenzi wa Al-Huda TV, mnapoona vile vipindi ambavyo pengine ni venye kuweza kuwavutia na kuwafurahisha, basi nina timu yangu hapa hivi watuleta vichwa pamoja na kuangalia ni mambo gani tuweza tengeza na kuwapangia Waislamu wote kwa jumla, ili tuwe ni wenye kuweza kutoa mafunzo na kuwafaidi na kuweza kufikia malengo ya chombo kama hiki TV, ambao ni kutoa mafunzo kwa Waislamu, pia kujaribu kuangalia mambo mbalimbali ambayo inakuwa yenye kutuhusu sote na kutupatia faida. Lakini nikizungumzia la leo ambalo limekuwa lenye kuweza kunisimamisha mahali kama hapa hivi, tuangalia katika vipindi vya wale ambao wamekuwa wenye kuweza kusilimu, na kutoka niambiwe kuwa kutakuwa na mazungumzo kama haya, nimejaribu kuna kichwa nikiangalia pengine ni kitu kipi hususan specifically tumekiandaa kwa wale waliosilimu, na kwa bahati mbaya ama pia kwa bahati nzuri ni kuwa hatuna kipindi kama hiki hususan ambacho kinalenga wale ambao wamekuwa wenye kuweza kusilimu, kuweza kuzungumza lugha ambayo wao wanaelewa. Unajua, mtu anaposilimu wani kama kuhama, amehama, kama ametoka kwenye Ukristo, ile lugha ambayo atakuwa anaitarajia kuja kuipata katika Uislamu anatakiwe karibu na kile kitu ambacho alikuwa amezoea. Ukija katika Uislamu, tunapotaka kumswalia mtume, utasikia Uislamu wanasema tumswalieni mtume, tumswalieni mtume. Naam, lakini ukienda pande wa Kristo ni Bwana asifiwe, sio? Watu wa dini ya haki, watu wafuatilia huwa ni Bwana asifiwe, sio? Sasa kwa wale ambao wamesilimu pengine kidogo watachanganikiwa, huyu mtume tunapotaka kumsifu itakuwa ni vipi? Ndizo lugha kama zile tunahitajia kuweza kuzijua. Kuna mambo kadha wa kadha utapata ukiwa unaposilimu ukawa Muislamu, hata pile lugha wani yenye kucheza chenga. Kitu ya kwanza unaposikia mtu amesilimu, unajiuliza haswa nini huyo amefanya, ni kitu kipi special ambacho kimefanyika. Kwa Mkristo itakuwa ukisema amebatizwa, twajua ametumbukizwa kwenye maji ama ametiwa maji kwenye utosi. Je, katika kusilimu huku nini kilichofanyika? Na masala mengine kama hayo. Kwa hivyo ni kitu ambacho nimekuwa nikiweza kufikiria na kujaribu kuweza kujua ni jinsi gani tuweza kutatua swala kama hili, haswa upande wetu kama TV, pia kwa upande wa Iqra, na kuweza kuwa na vipindi kama hivi haswa ambavyo vinajaribu kuangazia wale watu wamekuwa wenye kuweza kusilimu. Hii inakuwa ni fursa ya kuweza kukaa na nyinyi, kuweza kusikia maoni yenu, pengine haswa ni kitu kipi ambacho kimekuwa ni chenye kuweza kuwa bana zaidi, ambacho mtatutarajia ama mtatutegemea tu kama sisi kwenye media tuwe ni wenye kuwasaidia kuweza kujua haswa ni kitu kipi kinachoendelea. Kuna yule ambaye amezungumzia swala 100 anapokuwa na matatizo. Je, information kama hii anaipata wapi, na ilikuwa ni vipi mpaka akakuwa ni mwenye kwanza kufuatilia information kama hii? Sababu pia katika maisha jinsi maisha yalivyo ni kuwa kile kitu ambacho nakifikiria sana ndicho utakuwa ni mwenye kuweza kupata jibu lake. Huyu amebanika, anataka kujua niko na shida kama hii. Je, mimi kama Muislamu nafaa kufanya nini ili niweze kupata tatuzi lake? Sasa hapo hivyo ndipo pali majibu ya sawa na yasokuwa sawa wani yenye kuweza kwanza kupatikana. Kwa hivyo sisi kama Al-Huda TV na Muslim Media kama Muslim Media zingine kwa jumla ni kuwa tunajaribu kuangalia jinsi tunaweza kutatua matatizo ambayo yanakumba watu mbalimbali katika umma huu wa Kiislamu. Kuna wanawake wana maswali yao, kuna pia na wanaume na wana maswali yao, kuna watoto, kuna watu wazima, kuna watu mbalimbali. Kwa hivyo katika hizi sekta zote tunajaribu kuangalia jinsi tutaweza kuja na majibu, tutaweza kutambua maswali ambayo hawa watu wanayo, kisha tuweze kuangalia ni nani anayefaa katika upande wetu kuweza kujibu maswali kama haya kwa njia iliyokuwa nzuri na ya kueleka zaidi. Ni kuwa kwa vile hatuna time ndefu sana, nafikiri itakuwa ni sawa mimi kuweza kukomea hapa hivi.
pengine ikiwa kutakuwa kuna swali linalohusiana na vipindi ama jinsi tunavyoweza kusaidiana, basi nitakuwa ni mwenye kuweza kupokelea maoni kama hayo na kujua vile tutakuwa ni mwenye kuweza kuyafuatilia, na kama itakuwa ni swali ambalo nitakuwa ni mwenye kuweza kulijibu hapa, basi pia itakuwa ni furaha yangu kuweza kuchukua nafasi kama hiyo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah, tabarakallah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kule kwetu kwani usema fali unani. Ama kweli mwakilisha. Huyo nakwambia, huyo ndo bosi. Bosi wetu. Amemwakilisha. Tumemfili. Kama tulikuwa naye hapa kwa jinsi ambavyo na tumefurahi zaidi kwamba swala hili limezingatiwa. Naam. TV, kwa hivyo ni furaha, ni fursa inshallah. Na ushirikiano na Iqra FM inshallah tutautoa kwa hali ya nguvu ili tuweze kupata manufaa haya kwa ajili ya ndugu zetu waliosilimu. Alafu na pia labda tu, yani katika hilo nukta, labda kama pa ndugu zetu hapa ambao wangetamani story zao ziweze kuwa shared kwa TV, naomba sana baada ya hapa unipe namba yako, mimi nitakutafuta after Ramadhan, tuweze kukaa chini tukasikize story yako, labda itampatia moyo mtu mwingine kule nje ambaye hakufanikiwa. Kwa hivyo wawe waume au wake, ungependa story yako labda tuweze kuipatia kwa watu wengine kupitia TV, naomba namba yako after hapa utanipa tu. Tunamaliza kikao chetu kwa kumwalika shekhe mkubwa na dai mkubwa katika harakati hizi hasa za kuwaislimisha ndugu zetu ambao walikuwa bado hawajaiona ile haki na wakaiona, alhamdulillah. Naam. Tunamkaribisha hivi sasa Sheikh Ramadhan Kuria, karibu sana. Mashaallah. Takbir. Allahu akbar. Alafu takbir ya Huda TV. Lumesahau ilipotaka kuanza nayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani mimi nakuja tu ile kukuangura ukoko kwa sababu mengi yamesemwa na sitaki niwachoshe. Tena saa hizi unajua ndo kipindi cha lala salama. Saa hii ukianza kurefusha maneno utakosana na watu bure. Au sio? Mimi kama alivyoniita naitwa Ramadhan Kuria bin Kaguo, na ni mtu wa kusilimu vile vile. Kabla sijasilimu nilikuwa naitwa Duncan. Pia ukiniita Duncan siwezi kukataa, lakini sasa kwa sababu nilibatizwa wakanimwagilia maji. Sasa hilo kwa sababu linasibishwa na dini nyingine ambayo nimehama, ndio maana nikabadilisha nikaitwa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, mimi nasisitiza jambo la kutafuta elimu baada ya kusilimu, kwa sababu watu wengi tuko nao, mashallah, watu wanasilimu, watu wengi, maelfu na maelfu kwa ushirikiano. Hawa watu unaona, hawa watu wa dawa, kina Sheikh Saidi, kuna Yusuf, kuna nani pale Sheikh Salim, kuna mwingine mwenzetu pale bwana Ofuale ama Ismaili. Watu wengi wamesilimu tangu tumeanza hii dawa, na wengine wamesilimu kabla ya sisi kuingia katika dini. Lakini utakuta watu wengi baada ya kusilimu wanakuwa ni wavivu wa kutafuta elimu. Saizi utakuta mtu, kuna jamaa moja tulienda sehemu moja, eti alisilimu lakini ndio amepewa kazi ya kuchinja. Hivi ukitaka kuchinja mnyama unataka kusema nini? Naam? Sisikii. Sasa yule alikuwa anasema assalamu alaikum, anamkata mnyama. Yaani unamsalimia ng'ombe kwanza alafu unamweka chini. Unaona? Kwa hivyo kuna umuhimu wa kusoma. Alafu kuna sehemu nyingine, unajua wakati wa futari ndio unakuta vituko. Wakati wa Ramadhani kuna wageni wengi katika dini, na mjisikie mko huru kuingia katika Uislamu, na usijisikie uko mnyonge kwa sababu labda ulisilimu juzi. Yaani wewe jisikie uko nyumbani. Kuna mtu alikuwa sio Muislamu, alienda kufuturu na wenzake, na nafikiri ni kisa cha kuchekesha tu, sina uhakika kwa sababu sio Qur'ani wala hadithi. Jamaa akaulizwa, wewe ni Muislamu?
Akasema ndio. Akaulizwa Uislamu na nguzo ngapi? Hajawahi kujua. Kwanza kabla sijamwambia alivyojibu, niambieni Uislamu na nguzo ngapi? Ngapi? 5. Sasa jamaa akasema inalingana na ukubwa wa msikiti. Unaona Kwa hivyo inshallah tusome, na naomba Iqra FM kwa ushirikiano wa Al-Huda muweze kutenga kipindi. Muweze kufanya nini? Watu kutenga kipindi kwa ajili ya kuwalingania wasiokuwa Waislamu, hasa katika TV. Kwenye Iqra tumekuepo siku nyingi, miaka mingi alhamdulillah, lakini kwenye TV sijaona. Kwa hivyo tunaomba kipindi cha kuwalingania wasiokuwa Waislamu, angalau wakati mwingine wanapotazama inakuwa na ushawishi mkubwa kuliko kusikiliza tu. Naona na watu wengi hapa wamesilimu na waume zao hawajasilimu, wengine wamesilimu huku wake zao bado hawajasilimu. Sheikh ametuambia tuishi nao vizuri na tujaribu kujifunza. Kama huendi msikitini, kama kwenu hakuna msikiti, jaribu kutafuta hata namba ya Muislamu ambao unajua huyu nikimtafuta atakuwa ananijibu maswali yangu. Usikae tu kule kijijini au huko sijui unaishi wapi, unakaa tu bila kutaka kujua Uislamu. Kwa sababu Uislamu ni kusoma na Uislamu ni kufanya ibada. Ikiwa hujaisoma Qur'an utaswali vipi? Kuna mtu saizi labda ukimuuliza shahada inasemwaje, pia itamtatiza. Lakini kama ameisoma akaelezewa maana ya shahada ni hivi na hivi, atakuwa anajitambua kwamba mimi ni Muislamu kwa kuwa nimeamini kitu fulani. Shahada ni nini? Ndugu zangu, wacha kwanza nataka sasa nipatiane mtihani kabla sijashuka. Nimepewa dakika ngapi? 5 zimekwisha. Wewe kaka, wewe hapo. Wewe umevaa fulana ya blue. Mwenye kwa nyuma yako. Naomba shike hii mic. Njoo, mpelekee hii mic. Na pia na mtihani kidogo tu. Wewe hapo, chukua mic. Watu wangapi wanafuatilia dawa mitaani? Labda kwenye YouTube, kwenye TikTok, dawa mitaani. Kama ufuatilii unapata hasara kubwa. Ndugu zangu, ulipewa mic. Unajua shahada inasemwaje? Kwa Kiswahili usiogope. Maneno na yanapotea lakini anaelewa, si ndio? Ametamka vizuri. Kuna mtu anashindwa kutamka kabisa, lakini usijisikie mnyonge kwa sababu hukufanya nini? Hukuweza. Huyu anajielewa, na naamini kila mmoja hapa anajielewa. Shahada ndio kama stamp ya wewe kutoka katika ukafiri na kuingia katika Uislamu. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ni kusema kwamba hapana Mola anayestahiki, ama nashuhudia kwamba hapana Mola mwingine anayestahiki kukusudiwa au kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii shahada kwanza unakanusha miungu. Kama una miungu wenu, kama huko Yesu wa Tongaren, sijui kuna yule God Father, sijui kuna Mungu wenu wa wapi wa ukoo, unakanusha wote. La ilaha illa Allah, yani isipokuwa Allah. Hiyo miungu yote unatia kwenye kikapu, tupa huko kwenye moto. Kwa hivyo na jambo la pili kumkubali mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtume wa mwisho. Yangu hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah, tabarakallah. Kumalizia Naam. Kwa kifupi tu, kuna na walimu wengine tunao ambao watasalimia kwa sababu ya wakati, na wao pia wamejumuika nasi inshallah. Naam, tuna Sheikh Said Muhammad. ambaye
Sasa hivi ndio nawakilisha katika kipindi cha dini ya haki. Wale ambao kwamba labda wanafuatilia kila Jumatatu, mimi ndio naitwa Said Muhammad, na hawa ndio walimu wangu ambao kwamba nimesoma kwao. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Zote hivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo nimefuta. Njaa. Watu nje huko wakisikia haleluya wanatupasulia maspika. Nyinyi vipi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa si mambo ni hayo bwana. Nini hivi bwana? Kwa nini? Dini mnayo, Mungu mnayo, mtume mnayo, haki tupu, alafu unakuwa legerege hivi vipi? Mimi wananiita Yusufu Muhammad. Nilikuta naitwa tu, sasa sijui ni kwa nini. Kwa hiyo nashukuru sana kupata fursa hii ya kuzungumza na nyinyi na kusalimiana. Kwa hiyo karibuni sana, wakati mwingine ikiandaliwa tutayazungumza. Kwa hiyo karibuni sana katika Uislamu na msome, sio kukaa tu ulitamka shahada basi. Elimu muhimu. Shukrani. Naam, tumpate na wa mwisho tutamatisha inshallah. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mkisikia hiyo sauti mnaifahamu, dini ya haki. Kigogo mwenyewe miaka mingi, alhamdulillah. Niko hapa kwa ajili ya wanafunzi wetu, na kwa jina wananiita Ismail Ofwale. Tuko pamoja inshallah, na tunatarajia subira yetu itatufikisha mahala